Kipindi hiki cha Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova kupitia Biblia kinaletwa kwenu kwa udhamini wa kampuni ya JKBRS International, kampuni inayoshughulikia afya njema ya watu ya kimwili na ya kiakili. Ndugu watazamaji, napenda kuwakaribisha sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova kupitia Biblia. Leo tukiwa katika ile sehemu ya 12. Kama mlivyoshiriki ile sehemu ya 11, tulizungumzia jambo jipya kwa ninyi wengi wenu, kwamba mlikuwa amfahamu kwamba binadamu ambao watakuja kuokolewa watakuwa na tumaini la kuishi milele katika dunia hii. Kwa wengi wenu mliweza kuona ni kitu cha ajabu sana. Na kama nilivyosema katika ile sehemu ya 12, nilieleza kwamba leo tutaendeleza hiyo hoja ya kwamba watu watakaookolewa wataishi milele duniani, sio mbinguni. Kwa hiyo pia sehemu ya 12 itaendelea na hiyo hoja ili kwamba tuweze kuimalizia katika siku hii. Labda kabla sijagusia hoja, ningependa tujikumbushe mambo ya msingi ambayo yalikuwepo pale mwanzoni mwa kipindi cha mahakama kilipoanza, ile sehemu ya kwanza na ya pili. Wengi wenu mmekuta kipindi cha Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova kupitia Biblia hapa duniani kimeanza. Labda mmejiunga na kipindi hiki kwenye sehemu fulani, labda ya 5, labda ya 6, ya 7, 8, 9, 10, na leo tuko 12. Kwa hiyo mmekuta kuna maudhui fulani yanayoendelea ambayo kwenu ninyi mmeshindwa kuyaunganisha. Moja, amnijui mimi ni nani hasa. Lakini kwenye sehemu ya kwanza nilijitambulisha ni kwa nini naongoza kipindi hiki cha Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova hapa duniani. Na wengi wenu mmekuta nikiwaita ninyi Mheshimiwa Judge. Kwa hiyo pia wengi wenu mmekuwa amuelewi nani anaitwa Mheshimiwa Judge. Kwa hiyo nimeona kwamba ni vizuri angalau kuweza kuwaweka sawa wale ambao hawakuwepo tangia mwanzo wa sehemu ya kwanza ya mahakama hii, ili kwamba tuweze kwenda sambamba tunavyoendelea na vipindi vyetu vya hoja vya mahakama hii ya Mungu wa Kweli Yehova kupitia Biblia hapa duniani. Kwa hiyo ndugu mtazamaji au Mheshimiwa Judge, katika sehemu ya kwanza ya vipindi vyetu nilielezea hii Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova kupitia Biblia ni kipindi kinachohusu nini. Nilieleza kwamba hii mahakama imefunguliwa na Yehova Mungu na Yesu Kristo hapa duniani katika kipindi hiki cha nukta ya mwisho, kwa sababu kulingana na unabii ni kwamba kizazi hiki kutia ndani wewe na wanadamu wote wanaishi ulimwenguni, tunaishi katika kipindi ambacho Mungu karibu anatekeleza ile hukumu yake ya kuja kuharibu watu waovu, watu ambao wameshindwa kujifunza neno lake, wakajifunza kanuni zake, wakazitii, ili kwamba mje kuokoka ile siku ya uharibifu wa watu waovu wa milele na milele. Kwa hiyo kwa rehema za huyu Mungu wa Kweli Yehova akatokeza hiki kipindi cha mahakama, akaniteua mimi sasa ambaye nimesimama hapa, ambaye labda umenikuta nikiendeleza hizi hoja kupitia kipindi cha mahakama, nikiwa wakili wao, yani Yehova Mungu na Yesu Kristo, ili kwamba niweze kusimamia katika kusimamia hoja ambazo zinatokezwa kutoka ndani ya Biblia, lakini zikilenga
kukuelimisha wewe ambaye sasa Yehova amekuteua ukiwa ni hakimu. Ndio maana anasema kwamba mheshimiwa jaji. Wewe ambaye una umri wa miaka 8 na kuendelea, katika mahakama hii unasimama kama hakimu. Kwa lengo lipi? Ndiyo, kwa lengo la kwamba wewe ukiwa na ufahamu, umezaliwa katika imani fulani, au umejifunza katika imani fulani, na sasa hivi ni kwamba uko katika imani fulani, kule kuna mafundisho yanayoitwa ni mafundisho ya Mungu. Kwa hiyo mnafundishwa, unaamini. Lakini tunajua tokea mwanzo wa Adam, Shetani Ibilisi aliwaingiza katika uasi wale wazazi wetu wa kwanza. Na nani? Na yule malaika aliyeasi Shetani Ibilisi. Kilichotokea ni nini? Kwamba tangia mwanzo ule, hatimaye Ibilisi Mungu alimhukumu uharibifu wa milele kwa wakati wake, ambao ndio karibu na karibia. Na akiwa ana msamaha huyu Shetani Ibilisi, pia ni kwamba aliingia katika pambano la moja kwa moja na huyu Mungu wa kweli Yehova, na ufalme wake wote na wafuasi wake wote. Vivyo hivyo akipambana chini juu, binadamu asipate kujua ni nini mapenzi ya Mungu, ili ayashike na hatimaye aje kuokolewa na kupata uzima wa milele. Kwa hiyo akatokeza mafundisho ya uongo katika dini, imani mbali. Ndio maana Mungu akatokeza mahakama hii, ili kwamba wewe ukiwa jaji, mimi nikiwa ni wakili wa Yehova Mungu na Yesu Kristo, katika kukuambia mapenzi ya Mungu ni haya, kweli za Mungu ni hizi, na hatimaye wewe sasa ukiwa hakimu, ina maana kwamba utaanza kupima fundisho moja baada ya lingine, lile ambalo ulifundishwa, lile ambalo naamini, uone kama linalingana na neno la Mungu ambalo liko ndani ya Biblia yako ulio nayo. Kwa hiyo ndio maana kwamba wewe ni hakimu, mimi ni wakili wa Yehova Mungu na Yesu Kristo, katika kuelezea ninyi mpate kujua kweli ya Mungu na mapenzi yake. Na hatimaye wewe utapata nafasi ya kujua nini unachopaswa kufanya, ili ukifanye uharibifu ambao unakaribia uweze kuokoka. Lakini pia mheshimiwa jaji, unaweza kuwa umekuwa ukifuatilia hoja hizi tokea mwanzoni au wakati fulani, na vipindi vyetu hivi kwa hapa Tanzania vinarushwa na televisheni ya Star TV. Kwa sasa hivi ni ule muda wa saa 4 za usiku mpaka saa 5, ni kipindi cha saa 1. Na umekuwa ukiangalia hoja ambazo zinatofautiana kabisa na kile ambacho umekuwa ukikiamini. Na hizo hoja zimekuwa zikitoka ndani ya neno la Mungu, Biblia, lile ambalo wewe unalo. Na kwa wengine, kwa kuona utofauti wa kile walichokiamini na kile kinachozungumza neno la Mungu, mmekuwa mkikata tamaa. Wengine mkisema kwamba hakuna sababu ya mimi kushika kile kinachoelezwa ndani ya mahakama hii. Lakini ningependa tusome andiko moja, uone kwamba kuna uzito wa wewe kusikiliza mahakama hii inaongea nini, ili kwamba uchukue hatua ya kile unachoelekezwa, kwa sababu Mungu alitoa uamuzi huu. Uamuzi gani? Fungua andiko la Timotheo wa kwanza
Timotheo wa kwanza ni ile sura ya 2, na ukipata nitakusomea ule mstari wa 3 na wa 4. Kwa Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3 na wa 4, ili uone kuna uamuzi gani mzito ambao kweli kweli unapaswa ufanyie kazi haraka iwezekanavyo. Andiko linasema hivi: ili ni zuri nalo linakubalika machoni pa Mwokozi wetu Mungu. Nini hilo? Ambaye mapenzi yake ni kwamba watu wa namna zote waokolewe na kupata ujuzi sahihi wa kweli. Kwa mheshimiwa jaji, uamuzi wa Mungu ni nini kuhusiana na imani yako, kuhusiana na mafundisho ya neno la Mungu? Yehova anaeleza wazi, binadamu anayetaka aokolewe, apate uzima wa milele, lazima mpate ujuzi sahihi, kweli. Bila ya kweli, amini usiamini, Mungu ndiye anayetoa uwezo wa kila mtu apate uzima wa milele. Kama amejifunza kweli, ametii kweli na amefanya mapenzi yake, utapata uzima wa milele. Bila kujifunza kweli hakuna uzima wa milele. Ndio maana basi wiki iliyopita, yani sehemu ya 12, tuliona kwamba binadamu ataishi milele hapa duniani. Lakini karibu dini nyingi ulimwenguni zimekuwa zikifundisha tofauti, zikiwatumainisha waumini wao kutia ndani na nyinyi tofauti. Namna gani? Hebu acha tuzungumze kidogo. Ndio, wengi mmejifunza kwamba watu ambao watafanya mapenzi ya Mungu siku ya mwisho watakwenda wapi? Bila shaka mmekuwa mkiamini kwamba watakwenda mbinguni, kuishi kwa Baba uko mbinguni. Lakini sehemu ya 11 tulichunguza vizuri kabisa kwamba hilo si kusudi la Mungu, kwamba binadamu watakaookolewa na kuishi milele kwamba watakwenda kuishi mbinguni, bali wataishi hapa duniani. Kwa hiyo tulichunguza maandiko mengi. Kwa hiyo katika ufupi wake, wewe ambaye umeaminishwa au unaamini kwamba utakwenda mbinguni, na wakati Mungu amekusudia binadamu ataishi milele hapa duniani. Iwapo ndio, tutakuja kwenye somo lingine baadaye kwamba kweli kuna binadamu wale wenye haki, kuna baadhi yao watakwenda mbinguni, ambao namba yao inajulikana, 144,000 kulingana na maandiko yalivyoeleza, kwa kusudi moja la kutawala wale wanadamu watakao kuishi hapa duniani milele. Lakini wahubiri wenu wakawatumainisha kwamba ni kama nyote mtakwenda kuwa wafalme kule mbinguni. Lakini maandiko tuliona yanaelezea wazi kwamba binadamu ataishi milele hapa duniani. Sasa kwa wewe ambaye unaamini hivyo kwamba utakwenda mbinguni, unatumaini kulingana na andiko hili la Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3 na wa 4, ambayo inasema kwamba na hili ni zuri, Mungu anataka watu waokolewe kwa kujua ujuzi sahihi wa ile kweli. Sasa unatumaini utapata uzima? Bila shaka kamwe au utapata uzima. Utakuwa miongoni mwa wale watakaoharibiwa kwa sababu una fundisho la uongo, si la kweli. Kwa hiyo basi wacha tuchunguze yale yaliyobakia juu ya tumaini la kwamba wanadamu watakuja kuishi milele hapa duniani. Katika sehemu ya 11 tuliangalia kwamba kwa nini binadamu atakuja kuishi hapa milele duniani. Tuliona kwamba ilikuwa ni kusudi la Mungu binadamu aishi duniani kwa sababu fulani. Sababu gani? Tujikumbushe maandiko kama 3 hivi
ambayo tulijifunza katika ile sehemu ya 11. Andiko la kwanza, fungua kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza, na kama umepata ni ule mstari wa 26 mpaka 28. Tuone kwamba Mungu alimuumba binadamu akae duniani kwa kusudi fulani. Na kusudi hilo bado linaendelea, kwamba wanadamu wataishi milele hapa. Ni nini? Tusome 26. Mungu akaendelea kusema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, nao watawale samaki wa baharini na viumbe vinavyoruka vya mbinguni na dunia yote na kila mnyama anayetembea juu ya dunia. Kusudi la kwanza, Mungu akumuumba binadamu bila sababu. Akumuumba binadamu kwamba awe mbinguni, alimuumba binadamu kwamba awe duniani. Kwa sababu gani? Hapa alimpa agizo kwamba binadamu angekuwa na kazi ya kutawala viumbe vingine, ambavyo vingekuwa katika uumbaji wake hapa duniani. Na kiendelea, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28, Mungu akawabariki na Mungu akawaambia, zaeni muwe wengi, mjaze dunia na kuitiisha, na mtawale samaki wa baharini na viumbe vinavyoruka vya mbinguni na kila kiumbe hai kinachotambaa juu ya dunia. Kwa hiyo mheshimiwa jaji, umesikia? Hii ni kauli ya Mungu, sio kauli ya Buberwa. Ni kauli ambayo inapatikana ndani ya Biblia yako ulio nayo mkononi mwako. Bila shaka ukiangalia mistari hii, tayari Mungu ameelezea wazi kusudi, na ndilo hilo kusudi lake, kwamba Mungu aliumba sayari mbalimbali na kila sayari ina kazi yake. Vivyo hivyo akaumba dunia kwa kazi yake. Dunia ni sayari katika sayari zote zinazopatikana katika ulimwengu mzima, ambayo ndio sayari yenye uhai. Kwa kaika hapa viumbe mbalimbali, wanyama, wadudu, ndege, samaki na kadhalika. Lakini hivi vitu kama tunavyojua, wanyama, wadudu, viumbe vyote haviwezi kujiongoza kwa lolote au kuongoza uumbaji mwingine. Vyote vinaongozwa na silika waliona. Lakini binadamu ukiangalia ndiye anayeelekeza uumbaji wa Yehova Mungu aliofanya hapa duniani. Kwa ndio maana basi akawa amesema kazi ya mwanadamu ni nini? Mstari 28, kwamba Mungu akawabarikia na Mungu akawaambia, zaeni muwe wengi, mjaze dunia na kuitiisha, na mtawale samaki wa baharini na viumbe vinavyoruka. Kwa hiyo wale ambao walikuwa katika sehemu ya 11 walielewa andiko hilo. Lakini vivyo hivyo tukaona pia kusudi lingine la Mungu kwa mwanadamu kumweka duniani lilikuwa ni nini? Ni ile Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15, ambalo pia linasema, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15, kwamba na Yehova Mungu akamchukua mtu na kumuweka katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Kwa hiyo katika sehemu ya 11 tulielezwa vizuri juu ya mstari kwamba kusudi la Mungu ni binadamu. Ndio maana pale katika ile Mwanzo ambao tumeisoma sasa hivi mstari 28 alimesema, alimpa agizo Adam azae watoto, na wale watoto wazae watoto, na watoto wazae watoto, hatimaye dunia nzima ikaliwe na binadamu, katika lengo la kutawala vile ule uumbaji wake wote ambao ungekuwa juu ya dunia. Lakini vivyo hivyo, ikiwa ni sababu ya hiyo dunia ambayo Mungu alitaka iwe ni paradiso, binadamu huyu awe na kazi ya kuitunza, kuilima, kuiweka sawa. Ndio maana Mungu akawa amesema kwamba dunia ijawe na watu.
Kama leo karibu sehemu kubwa ya dunia imekaliwa na watu. Vivyo hivyo kama Adam angetilile agizo la Mungu kwamba asile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ina maana kwamba Adam, Hawa na wanadamu wote ambao walipata kuzaliwa wangekuwa wakiishi mpaka leo na wakiishi milele na milele juu ya hii dunia, ili kusudi la Mungu la kwamba dunia iwe paradiso liendelezwe milele na milele. Sasa basi tukaona kwamba binadamu akatenda dhambi na hatimaye akawa anakufa kama agizo la Mungu, ukitenda dhambi utakufa. Na kweli mwanadamu anakufa. Lakini kwa nyote mmekuwa mkisoma kwa namna moja au nyingine, kwa hiyo mnajua kwamba kuna uzima wa milele. Lakini wengi wenu mmekuwa sasa pamoja na kujua kuna uzima wa milele, lakini kutokana na mafundisho yenu ambayo si sahihi, mmetumainishwa kila mtu atakayefanya mapenzi ya Mungu atakwenda mbinguni. Kwa hiyo ni kama mnapinganisha na ukweli wa Mungu alio katika neno lake kwamba mtaishi duniani milele. Sasa basi katika sura ya 11 tuliona kwamba kusudi la Mungu la binadamu kuishi milele duniani, je, alilifuta? Sasa watu wakaishi mbinguni. Tukaona andiko pia lingine la msingi. Ni ile andiko gani? La Isaya ya 45. Tuisome pamoja. Isaya sura 45 ule mstari wa 18, ambao tuliona ukisema, kwa maana Yehova muumba wa mbingu, yeye Mungu wa kweli, mfanyizaji wa dunia na mtengenezaji wake, yeye aliyeifanya imara, ambaye akuyumba tu bila sababu. Au katika Biblia zingine ikisema, ambaye akuyumba ukiwa, ambaye aliumba ili ikaliwe na watu. Kwa hiyo mheshimiwa jaji, bila shaka unapata jambo kwako ni kama jipya, lakini limekuwepo katika Biblia tangia ilipoandikwa mpaka hivi leo. Kusudi la Mungu halijabadilika. Hapa anaeleza wazi kwamba akuyumba dunia bila sababu. Aliumba ili ikaliwe na watu. Akuyumba ukiwa, aliumba watu wakae hapa. Na sikukaa tu, ni kwa sababu ya kutawala uumbaji wake wote, kutunza hii dunia iwe paradiso, dunia yote iwe paradiso, kama ambavyo tutaona katika vipengele vinavyokuja. Sasa basi sehemu ya 11 nilisema kwamba watu wengi mmeelewa, mkasikia maandiko yakisomwa na umekuwa ukiyasoma, lakini bado ndani ya neno lake Mungu limekuwa likirejezea dunia itaharibiwa. Dunia itaharibiwa. Na wengi mmekuwa mkifundishwa hivyo kwamba hii dunia itaharibiwa, wote mtakwenda mbinguni. Sasa kama ndivyo hivyo, kwa nini leo tunaambiwa ndani ya maandiko kwamba yanasema tutaishi duniani? Kwa hili kuahidi kwamba tutakuja kuchunguza maandiko yaweze kuelewesha kwamba Biblia inaposema kwamba dunia itaharibiwa haimaanishi kwamba ni dunia halisi inayoharibiwa, bali inamaanisha vingine. Vingine kivipi? Sasa tutachunguza hoja zinazofuatia. Tuchunguza andiko la kwanza, Petro wa pili. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 7, ambao limekuwa ni fundisho la wengi wakilifundisha kimakosa. Yaani wafundishaji wenu wamekuwa wakifundisha andiko hili kimakosa bila ya kujua maudhui ya makusudi ya Mungu tokea mwanzoni. Katika ile Petro wa pili sura ya 3 ule mstari wa 7 linasema, lakini kwa neno hilo hilo mbingu na dunia za sasa zimewekwa akiba kwa ajili ya moto, nazo zinahifadhiwa mpaka ile siku ya hukumu, ni ya kuangamizwa kwa watu wasiomwogopa Mungu. Kwa hiyo wengi mlikuwa mnasoma andiko hilo, akili yenu imekuwa ikiwapeleka Mungu ataharibu hii dunia, ataichoma moto, ataikunja kama karatasi. Kwa hiyo ina maana dunia wakati wa mwisho haitakuwepo.
Lakini Mungu hakumaanisha kwamba dunia kama dunia ndiyo itachomwa moto. Kwa sababu kama dunia inachomwa moto na watu wanakwenda mbinguni, kwani pale amesema nini? Pia ameeleza kwamba lakini kwa neno hilo hilo mbingu, pia na mbingu imo, si dunia peke yake. Simeona hapo? Kwa hiyo ilikuwa ni fundisho la kimfano. Haikumaanisha kwamba dunia halisi itachoma moto na kuharibiwa na Mungu, au zile mbingu, kwa sababu kama pia na mbingu zinaharibiwa, ina maana sasa mtakwenda wapi? Kwa hiyo ilikuwa ni ninyi kukaa na kutafakari kwa makini, kujua maandiko haya yanamaanisha nini. Kule Mungu anasema kwamba mtakaa duniani, hapa anasema mbingu na dunia zitaharibiwa. Sasa ni mbingu gani na dunia gani? Tuchunguze andiko lingine linalofuatia uone Mungu anapotaja mbingu kwa wakati mwingine na dunia kwa wakati mwingine anamaanisha nini. Hebu tufungue andiko la Petro wa pili, hiyo hiyo sura ya 3 mstari wa 5 na wa 7. 5 hadi 7. Andiko likisema, kwa maana kulingana na kupenda kwao wao awalioni jambo hili, kwamba mbingu zilikuwapo tangu zamani za kale, na dunia ikisimama imara kutoka katika maji na katikati ya maji kwa neno la Mungu. Mstari wa 6, na kwa njia hizo ulimwengu wa wakati huo uliangamia kwa gharika ya maji. Mstari wa 7 tumeusoma kwamba lakini kwa neno hilo hilo mbingu na dunia za sasa zimewekwa kwa akiba kwa ajili ya moto. Unaona andiko hili jinsi lilivyo lipoanza pale juu, kwamba uko nyuma mbingu dunia ya wakati ule iliharibiwa. Lakini je, katika historia kuna kipindi dunia hii ambayo pale mwanzo tunaambiwa Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1 mstari wa 1. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Je, kuna wakati wowote hii dunia ilishukwisha haribiwa moja kwa moja? Hapana. Kwa hiyo usemi pale kama mstari wa 6 anasema, na kwa njia hizo ulimwengu wa wakati huo uliangamia kwa gharika ya maji. Sasa huo ulimwengu ulikuwa ulimwengu gani? Hebu tusome pia andiko la Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6. Tuweze kuona ulimwengu huo ni ulimwengu gani ambao unarejezewa pale. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 11 hadi wa 13. Pakisema, na dunia ikaharibika machoni pa Mungu wa kweli, dunia ikajaa jeuri. Basi Mungu akaiona dunia na tazama ilikuwa imeharibika, kwa sababu kila mwenye mwili alikuwa amejaribia njia yake duniani. Mstari wa 13, baada ya hapo Mungu akamwambia Noa, mwisho wa wote wenye mwili umekuja mbele zangu, kwa maana dunia imejaa jeuri kwa sababu yao, na tazama mimi ninawaharibu pamoja na dunia. Kwa hiyo Mheshimiwa Judge, unapata fundisho gani leo? Dunia inapotajwa kwamba imewekwa akiba kwa ajili ya moto, mbingu zimewekwa kwa ajili ya moto, au kwa kutandikwa kwamba dunia itaharibiwa, je, inamaanisha ni dunia halisi iliyoko katika ramani? Jibu ni hapana. Kwa sababu kama hapa ingekuwa hivyo, ina maana hii dunia isingekuwepo. Kwa sababu hapa mstari wa 11 umeeleza wazi kwamba na dunia ikaharibika machoni pa Mungu wa kweli. Je, dunia inatenda dhambi? Dunia inatenda jeuri kama tulivyoona hapa? Kwa hiyo dunia hapa iliwakilisha nini? Au iliwakilisha nani? Hapa dunia ilirejezea watu wanaoishi katika dunia, katika nchi, kwamba ndiyo ambao wana jeuri. Lakini Mungu akawa amerejezea katika lugha ya kimfano, lugha ya kielezi, kwamba dunia imejaa, dunia ikaharibika machoni pa Mungu wa kweli,
dunia ikajaa jeuri. Dunia ifanye jeuri, ila ubinadamu anayeishi katika dunia ndiye anayesababisha jeuri. Kwa nini nimesoma mstari huu? Kwa sababu upate picha. Kwa sababu wengi mmekuwa mnasema kwamba ni dunia halisi itakayoharibiwa, lakini ile ni dunia ya kimfano. Kwa ile andiko ambalo tumelisoma mwanzo hapo kwamba Petro wa 2:7 kwamba mbingu na dunia zimewekwa akiba kwa moto, haimaanishi ni mbingu halisi, haimaanishi dunia halisi. Inamaanisha ni watu. Kama duniani ni watu ambao waovu wataharibiwa. Kwa sababu uhakika wa Biblia juu ya dunia ni nini? Mungu amerejezea dunia hii itaishi kwa muda gani? Hebu tusome pamoja andiko la Zaburi ile ya 104, tuone uhakika ambao Mungu mwenyewe anautoa katika Biblia ulionayo, katika maandiko yake. Zaburi ya 104 ule mstari wa 5. Pakisema, amewekea dunia msingi juu ya mahali pake, palipofanywa imara, haitatikiswa mpaka wakati usio na kipimo au milele. Hakuna sayari yake ambayo aliumba tangia mwanzo ambayo itatoka mahali pake. Kwa sababu ukisoma mwanzo pale tunaambiwa kwamba kila kitu alikifanya kikamilifu na akakiona kiko vema. Kwa hiyo ni uongo ambao mmekuwa mkifundishwa. Ni kukosa elimu ya msingi ya neno la Mungu. Ndiyo ambayo imesababisha watunzi wenu wa mafundisho ya imani mbalimbali, viongozi wenu wa kidini wanaowaelekeza, na ninyi wenyewe msomapo msielewe, kwa sababu mlikataa, amkuchukua nafasi ya kujifunza mafundisho ya msingi ili mjue kweli ya neno la Mungu. Kwa hiyo mahakama inakusaidia wewe si yule. Kila mtu ana nafasi yake, kila mtu atahukumiwa vyake. Kwa hiyo ni sehemu yako sasa kuchukua nafasi hii ambayo Mungu ameitoa kwa upendeleo kwa binadamu anayeishi leo, ambaye atashuhudia uharibifu kama jinsi ambavyo Nuhu na uzao wake ulivyoshuhudia uharibifu wa gharika. Kwa hiyo na nyinyi mnaoishi katika nukta hii mna nafasi kubwa ya kuwa hai mpaka ile siku ya uharibifu kamili, ambapo Mungu atatuma malaika zake kuangamiza wanadamu wote ambao wamekataa kushika kweli, wamekataa kufanya mapenzi yake. Kwa sababu kujifunza kweli ni jambo moja, kushika mapenzi ya Mungu ni jambo lingine, na kutii mapenzi ya Mungu ni jambo lingine. Kwa hiyo hawa wote watakaoshindwa kufuata hizo ngazi na kuzitekeleza wataharibiwa, bila kujali ni mamilioni mangapi, ni bilioni ngapi. Maandiko yanaeleza wazi, watenda maovu wataharibiwa, wenye haki watakaa milele. Kwa ninyi ambao umepata pendeleo hilo la kuja kushuhudia ule uharibifu kamili, Mungu akishusha malaika kwa mara ya kwanza katika kipindi cha kizazi hiki, tokea ule wakati wa akina Musa, akina Nuhu, wakati Mungu alikuwa akishusha malaika. Ila baada ya hapo amjashuhudia malaika wakishuka kutekeleza hukumu ya Mungu baada ya taifa la Israeli. Lakini wakati karibu unafika ambako Mungu atashusha malaika zake kuangamiza wanadamu wote waovu. Sasa wewe unapewa nafasi ya kuchukua hatua ya kujifunza kweli ili uje uokolewe, usipate uharibifu ambao unakaribia. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji,
jifunza hoja ya kwamba wanadamu wataishi milele hapa hapa duniani, sio mbinguni. Mbinguni watakwenda wanadamu waliochaguliwa. Yesu akiwa amefungua, amefanya agano na wanafunzi wake wale 11 kwamba atawakaribisha kule mbinguni kwa kusudi la kutawala. Tutakuja kujifunza vizuri hilo somo. Lakini akiwa Mungu ameandaa namba kamili ya wale watakao watawala, watu 144,000 tu watapewa nafasi ya kupewa miili ya kiroho na kwenda mbinguni. Lakini wale mamilioni kwa mamilioni ambao wana idadi watakaokolewa watakuja kuishi hapa hapa duniani. Ule ufalme ambao uko mbinguni ukiwa unaongozwa na mfalme Yesu Kristo na wale watawala wengine wa kibinadamu ambao wameteuliwa 144,000 watatawala wanadamu wote ambao wanaishi hapa duniani. Lakini tunachunguza swala la juu ya dunia kwa sababu wengi kweli kwenye akili mmelishwa kwamba dunia itaharibiwa, dunia itafanya hivi. Lakini nataka kuwapa somo kwamba haimaanishi dunia hivi. Tumeona mistari iliyopita, lakini pia wacha tuone maandiko mengine mawili ambayo pia yatakusaidia. Kwa hiyo mheshimiwa judge, pia wacha tuchunguze maandiko haya ili tuweze kuona kwamba si kila andiko linaloelezea dunia kwamba itapatwa na nini au itapatwa na nini kwamba lazima limaanishe ni dunia kihalisi. Hebu fungua andiko la Mwanzo sura ya 11. Mwanzo sura ya 11 ule mstari wa kwanza. Nitasoma alafu ili uweze kujibu kwamba ile andiko inamaanisha nini. Andiko hili linasema, sasa dunia yote iliendelea kuwa na lugha moja na maneno ya namna moja. Sasa mheshimiwa judge, ili andiko, sasa dunia yote iliendelea kuwa na lugha moja na maneno ya namna moja. Sasa hapa Biblia ilimaanisha nini? Ilimaanisha dunia ndiyo ambayo ilikuwa ikiongea hiyo lugha? Dunia ndiyo ambayo ilikuwa na lugha moja? Kwamba katika maana kwamba dunia inaongea? Dunia iongei, haisemi. Lakini kichomaanisho hapa kwamba ni watu ambao walikuwa wanaishi kile kipindi walikuwa na lugha hii moja, yaani wakiongea lugha ya aina moja. Lakini hapa dunia ilisimama kama watu ambao walikuwa wakiishi duniani kwa kipindi kile. Fungua andiko lingine pia la mwisho katika sehemu hiyo kuthibitishia kwamba dunia mara zote haimaanishi dunia halisi. Wafalme wa kwanza, fungua andiko la Wafalme wa kwanza, ukipata ni ile sura ya 2. Na ukipata ni mstari wa kwanza na wa 2. Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 2. Kama umepata nitasoma. Na mwishowe siku za kufa kwa Daudi zikakaribia, naye akamwamuru Sulemani mwana wake akisema, mimi ninaenda katika njia ya dunia yote, nawe uwe na nguvu na ujionyeshe kuwa mwanamume. Sasa hapa Daudi alikuwa akimwambia Sulemani kwamba anakwenda, yule mstari wa 2, mimi ninaenda katika njia ya dunia yote, yaani anaelekea kufa. Sasa dunia, kuna dunia ngapi? Ni moja, si ndio? Lakini hapa anasema kwamba mimi ninaenda katika njia ya dunia yote. Sasa hapa alimaanisha dunia halisi hii ambayo tumesimama, hii ambayo tunajenga nyumba? Hapana, alimaanisha dunia ya watu wanaokufa, kwamba watu wanaokufa wanaelekea kaburini. Naona wanakuwa katika hali ya kutokuwa hapo. Kwa hapa dunia irejezea watu ambao wanakufa. Kwa hiyo mahakama hii ina lengo moja tu, kusaidia ulimwengu ambao umepata mafundisho yasiyo ya kweli mpate elimu ya msingi ambayo itawasaidia muweze kupambanua juu ya kuelewa kweli ya Biblia.
mpate kujua lugha ambayo inatumika ndani ya Biblia, mpate kujua namna ya kuelewa uandishi wa kimaandiko ya Biblia, ili mpate kweli muondokani na imani potofu. Basi kwa mheshimiwa jaji, bila shaka kama ulifuatilia ile sehemu ya 11 na sehemu ya 12, ninajua kama ubongo wako unafanya kazi vizuri, una uwezo wa hekima, busara, uelewevu. Kama unao, bila shaka natumaini utakuwa umeelewa ili somo vizuri, kwamba Mungu amekusudia na ni kusudi lake tangia mwanzo binadamu aishi milele hapa duniani. Tuliona Adam na Hawa, wote mnamfahamu. Hivi kama asingetenda dhambi akawa afi, angekuwa wapi? Mbinguni au duniani? Kama asingetenda dhambi angekuwa wapi? Bila shaka angekuwa duniani, si ndio? Angekuwa duniani mpaka leo, akiwa babu yetu au akiwa bibi yetu. Na wale wanadamu wote ambao walizaa, akina Abel, Kaini, wakaja akina Nuhu, akina Musa na watu wengine, mpaka hivi leo wangekuwa wapi? Duniani, wakiishi milele kwa milele. Ila tu kwamba kilichokosewa, walitenda dhambi, wakawa wanakufa. Binadamu akawa anakufa kwa sababu fulani. Tutajifunza pia kwa nini Mungu aliruhusu kifo kiwepo na akakiendeleza watu wanakufa. Tutakuja kujifunza baadaye. Kwa hiyo cha msingi ambacho unapaswa kukielewa leo, tunapofunga hii hoja ya kwamba binadamu ataishi milele hapa duniani, si mbinguni. Elewa fundisho hilo. Kama unaliamini ukiwa mheshimiwa jaji, basi liamini, kwa sababu maandiko yamesema hivyo. Kama unataka kuliamini, ile Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 3 na 4 umeeleza wazi. Watu watakao okolewa, jambo la kwanza lazima wajue kweli. Kweli lazima ujifunze kweli. Bila kujua na kweli hautapata uzima wa milele. Kwa hiyo huu pia ni ukweli mmoja wapo. Wewe ukishikilia kwamba naamini nitakwenda mbinguni, wacha tu niamini hivyo, wacha tu uamini hivyo, amini usiamini, hautapata uzima. Tayari unaamini uongo, na Mungu atawapa uzima watu ambao wanaamini uongo. Labda nitoe tu picha kidogo uone ilivyo na uzito. Hivi leo unaamini kwamba ukifanya mapenzi ya Mungu utakwenda mbinguni. Sasa siku imefika kwamba Mungu akuache uendelee kuishi, ulikuwa unatumai utaenda mbinguni, wakati si kweli. Kwamba Mungu akikuacha uishi milele, utafanya nini? Bila shaka ina maana uasi unaweza ukaendelea. Watu wataanza kuasi kwa sababu wao tumaini lao ni kwenda mbinguni. Leo wanajishtukia huko duniani. Mungu atakuruhusu uchafue kusudi lake? Hapana. Kwa sababu tunaona kwa nini wafanyakazi wengi duniani wanaandamana. Kwa sababu waliahidiwa labda na wanasiasa wao maisha bora, kipato kizuri, lakini mambo yanavyokwenda hawapati yale ambayo wameahidiwa. Wanafanya nini? Wanaanza kuandamana. Kwa vivyo hivyo, amini usiamini, ukikaa katika kuamini isivyo kwamba utakwenda mbinguni, mwisho ni kwamba utaharibiwa. Kwa sababu kinyume cha hivyo, ukiambiwa unaishi duniani, kipindi cha mwisho utaasi. Kwa hiyo ni wakati huu kuchukua nafasi ya kujifunza mafundisho ya kweli. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, mheshimiwa jaji,
utakuja kujifunza hoja mbalimbali. Bila shaka utakuja kupata hoja nyingine kwamba sasa maisha katika hiyo paradiso yatakuwaje mpaka uchukue hatua ya kujifunza neno la Mungu ili uje kuishi milele. Hayo maisha yatakuwa namna gani? Bila shaka tutakuja kuona katika hoja zetu mbalimbali zinazoendelea. Napenda kuwashukuru sana kwa kuwa ni wasikilizaji wazuri. Fanyeni kazi yale ambayo tumeweza kuyasoma. Soma vizuri hayo maandiko. Tuweze kukutana Jumapili ijayo kwa ajili ya hoja nyingine katika sehemu ya 13. Asanteni. Life ambayo ni zawadi ya uhai wetu. Hii dawa ina faida kubwa sana kwa afya ya binadamu. Moja ni kwamba ni mkombozi kwa mama mjamzito pamoja na mtoto. Hii life kwa mama mjamzito na mtoto anapoitumia ni kwamba inamsaidia mama asipate au apate kuwa na nguvu ya kubeba mimba mpaka ile miezi 9, hataweza kuchoka. Lakini vivyo hivyo dawa hii ni kwamba ina madini ya kiasili ambayo yanajenga ubongo wa mtoto ambaye anakuwa kule tumboni, yanajenga moyo wake, yanajenga misuli, mifupa, yanajenga pia mishipa ya fahamu. Kwa hiyo mtoto atakapozaliwa anazaliwa akiwa amekomaa kabisa na akiwa na akili njema na akiwa na afya njema, kama jinsi ambavyo tutaweza kuona ushuhuda wa mama mmojawapo ambaye alitumia Life wakati wa ujauzito wake mpaka alipojifungua. Ataweza kuelezea kina mama ni jinsi gani Life itaweza tokeza kitu kizuri sana. Mambo, mimi naitwa Riziki. Ningependa kuwashauri wakina mama wenzangu watumie dawa hii ya Life kwani ni nzuri. Kwani mimi nilipobeba mimba nilitumia dawa hii ya Life kila mwezi mara moja mpaka pale nilipojifungua. Hivyo basi ilinipelekea mimi kuwa na nguvu zangu mpaka pale nilipojifungua. Na pili cha ajabu kilichonishangaza mimi pamoja na manesi, nilipojifungua baada ya dakika 15 mwanangu alidaka ziwa na kuanza kunyonya mwenyewe kwa nguvu bila kushikiwa. Na vile vile alizaliwa mboni zake za macho zikiwa zinaona chochote ambacho kingepita mbele yake. Na pia mwanangu alikuwa ukimfunika nguo anasogeza mwenyewe, na baada ya siku 3 mwanangu alishapona kitovu na kukauka kabisa. Hivyo basi niliweza kumvalisha mwanangu nguo. Pia mwanangu akiwa na wiki 3 alianza kujiongea, na sasa hivi ana miezi 2 na wiki 1 mwanangu anaanza kukaa na kujiongea, na pia unapomlaza katika kitanda chake huwa anasogea mwenyewe. Hivyo basi ningependa kuwashauri akina mama wenzangu watumie dawa hii ya Life kila mwezi mara moja mpaka pale wanapojifungua, kwani dawa hii ni nzuri, unakuwa uchoki, unakuwa na nguvu zako mwenyewe. Life pia ni kwamba inasaidia madereva, watu ambao wanaendesha magari au watu ambao wanakaa sana ofisini kwenye kiti. Mara nyingi unakuja kupata tatizo labda la kiuno, mgongo, uti wa mgongo au mabega kwa sababu ya kuendesha au miguu. Lakini hii dawa ya Life, amini usiamini, utakapoitumia itakomesha madhara ambayo unaweza kuwa umeyapata kwa sababu ya kuendesha gari kwa kipindi kirefu, labda maumivu ya kiuno au mgongo, uti wa mgongo, mabega na miguu. Na wale ambao wanakaa ofisini kwa kipindi kirefu, ile tatizo la kusikia maumivu kwenye kiuno na hiyo uti wa mgongo litapotea kabisa. Au watu wanaoendesha baiskeli muda mrefu, hilo tatizo halitakuwepo. Kwa hiyo Life ni kwamba itaweza kubadilisha maisha yako, upate kuwa na afya njema, upate kuwa na nguvu ya kuendesha gari lakini bila kupata uchovu. Hii Life imenisaidia kwa tatizo la kuumwa na mgongo na ile hali ya uchovu ambayo nilikuwa nikiipata baada ya kazi na kuamka asubuhi. Kwa hiyo hii Life imeondoa matatizo yote ya kuumwa mgongo, na kule kuamka nimechoka sana, tatizo hili halipo. Na hii dawa nimeifanya kama sehemu yangu ya kunisaidia, hasa naitumia kwa kila mwezi. Na kunywa mara moja, dozi moja na kunywa, basi mwezi mwingine unafuata na inywa, kwa sababu dawa hii haina matatizo. Ni mkombozi wa wazee na wazee watarajiwa. Tunajua kwamba wazee mara nyingi unapokuwa unazeeka, inaweza kutokea nini? Ni kwamba unaweza kuanza kupinda mgongo au unaanza miguu inaanza kutetemeka,
mwili wako labda unakuwa unatetemeka au unakuwa una nguvu. Lakini utakapotumia dawa ya Life, kwa wewe ambaye ni mzee, amini usiamini, utasikia kwamba ule matatizo ya uzee yanaondoka kabisa. Au wakati mwingine unakuwa unasikia maumivu sehemu mbalimbali za mwili. Utakapotumia dawa ya Life, amini usiamini, yale matatizo yanapotea. Nimetumia dawa hii ya Life tangu Septemba mwaka jana, nikiwa na matatizo mengi kama nitakavyo yaorodhesha. Tatizo la kwanza, sikio langu la kushoto lilikuwa linavuma kwa miaka mingi. Nimehangaika mpaka kwenye hospitali, na KCMC nilifika, nikaambiwa hawaoni ugonjwa wowote. Nikaishi nalo hivyo hivyo kwa kuwa niliambiwa si ugonjwa wa hatari. Halafu kidole changu hiki cha mkono wa kushoto kikawa kinauma humu mwenye maungio. Nyayo za miguu yangu yote miwili zikawa zinauma, nikisimama ni kama nimekanyaga kitu kigumu. Nilipoanza kuitumia, maumivu yakaanza kuondoka moja moja. Sisikii tena kuvuma kwa sikio, sisikii tena maumivu ya kidole, sisikii tena maumivu ya nyayo, sina tena maumivu ya humu yaliyokuwa yananipa shida. Nimepona. Na mimi naamini Mungu ametumia njia hii ya dawa ya Life kuniponya magonjwa niliyokuwa nayo. Kwa hiyo ninashauri watu wenye matatizo kama hayo na mengine, maana nimeelezwa dawa hii haiponyi magonjwa niliyokuwa nayo mimi peke yake, inaponya magonjwa mengi. Inatia nguvu kwenye mwili, inajenga cells za mwili. Tumieni dawa ya Life. Labda pia kuna wazee ambao tayari wameanza kupinda migongo. Ni kwamba ukitumia dawa ya Life, amini usiamini, ule mgongo unaanza kunyoka tena. Kwa hiyo kule kupinda kunaondoka. Kuna wengine anatembea lazima ashikilie labda mkongojo, lakini ukitumia dawa ya Life hilo tatizo linaondoka. Na jambo lingine kwa wazee watarajiwa, tunawashauri tumia dawa ya Life. Hii itaweza kukusaidia upate kuingia uzeeni ukiwa na afya yako na nguvu zako za ujana. Inasaidia kwa wale wenye mkazo wa akili, na pia wenye tatizo la kupoteza kumbukumbu, au pia hata wale ambao wanaruka na akili vichaa. Ukitumia dawa ya Life, kwa sababu inajenga ubongo, ni kwamba inakusaidia kurekebisha akili, kwa ule mkazo unaondoka. Wala ambao ni kwamba wanapoteza kumbukumbu yao inaanza kuwa ni nzuri. Kwa wenye tatizo la ganzi, labda una ganzi ya miguu, mikono na kadhalika. Mwanafunzi mmoja hapa ambaye yuko mwaka wa pili hapa Chuo Kikuu cha Mlimani, yeye ni kwamba anasema alikuwa na tatizo la ganzi ya mkono tangia akiwa darasa la pili. Mpaka ameingia mwaka wa pili hapa Chuo Kikuu, alikuwa mkono ule hautumii kuandika. Kwa hiyo ni kwamba alikuwa ni kusikiliza basi, lakini alikuwa hawezi kuandika notes. Lakini baada ya kutumia Life mwezi wa Januari, anasema ndani ya siku 2 tangu alipoanza kutumia dawa hii ya Life, ule mkono ukapata nguvu, na mpaka hivi ninavyozungumza anaandika notes zake bila tatizo, anautumia kufanyia kila jambo. Kwa hiyo kama unasikia ganzi yoyote, wewe je, tumia Life. Hii dawa ya kiasili itaondoa matatizo hayo mara moja. Na vivyo hivyo wale ambao labda wamekutwa na tatizo la UTI, wana magonjwa ya zinaa, au pia wana matatizo ya kibofu cha mkojo au tatizo la mkojo, ukitumia dawa ya Life ndani ya siku chache, hata kama tatizo ni ya sugu, ni muda mrefu umehangaika bila kupata suluhu, lakini dawa ya kiasili iliyo bora kabisa ni kwamba itaondoa matatizo, itakutibu UTI, itakutibu magonjwa ya zinaa na kadhalika. Hasa kina mama nyingi wanakabiliana na tatizo la mkojo mchafu, lakini tumia dawa ya UTI haichoshi mwili, lakini itaweza kuondoa matatizo hayo kabisa. Kuna watu ambao wana matatizo sugu ya tumbo, labda tumbo inajaa, constipation, au wanakuwa na tatizo la choo, au na pia wana tatizo la matatizo mbalimbali katika tumbo. Lakini unapotumia hii dawa ya Life,
Kwa watu wana tatizo la constipation au wana tatizo la choo, ukisha tumia ni kwamba tatizo linaondoka kabisa, tumbo lako inakuwa laini, unapata choo laini, na kama ulikuwa unapoteza hamu ya kula inarudi mara moja. Hakuna mtu anaweza katabiri kwamba atapata vidonda vya tumbo, lakini ukitumia dawa hii ya Life mara kwa mara, tuseme mara moja kila mwezi, ni kwamba hautapata vidonda vya tumbo maishani mwako, kwa sababu dawa ina madini fulani ambayo ni kwamba yanajenga utumbo wako. Kwa hiyo ni kwamba gesi haziwezi kuzalishwa pale na kutokeza athari ya vidonda vya tumbo. Na pia kuna watu ambao wanapata vidonda mwilini, majipu, vidonda kwenye urimi, kwenye sehemu za siri na kadhalika. Hata kwa wagonjwa wa HIV, ukitumia hii dawa ya Life, amini usiamini, ni kwamba vidonda, kama una vidonda sehemu yote ya mwili, vinakauka mara moja. Na pia kuna watu ambao wana HIV. Tunajua kwamba ukiwa na HIV ni rahisi sana kushambuliwa na vimelea vya magonjwa. Ndio maana rahisi kupata magonjwa ya zinaa, kupata labda pia majipu au kadhalika. Lakini utakapotumia hii dawa ya Life kwa mtu ambaye ana HIV, amini usiamini, mwili wako ni kwamba hauwezi kushambuliwa na vimelea. Na hata kama tayari umeshaathirika labda na magonjwa ya zinaa, una vidonda sehemu za siri, mdomoni au kokote pale, ukitumia dawa ya Life, amini usiamini, vinapona mara moja, na magonjwa yote ya vimelea yanapona mara moja. Lakini pia kuna watu ambao labda unakuwa ni mgonjwa mahututi, au unyanyuki kitandani, au unatembea kwa kuchichimia kwa sababu ya ugonjwa. Ukitumia dawa ya Life, amini usiamini, ni kwamba unapata nguvu mara moja. Kama ulikuwa ni mtu wa kulala kitandani, utaweza kunyanyuka mwenyewe, utaweza kutembea mwenyewe. Utabakia kutibia ugonjwa ambao unaugua, lakini mwili ukiwa na nguvu zake zenyewe. Na pia hii Life ina faida kubwa sana ya kusafisha damu na pia kuondoa sumu mwilini. Kwa nini? Kwa sababu ya matumizi ya muda mrefu ya madawa mbalimbali ya kisasa, wakati mwingine mwili unatengeneza sumu. Lakini ukitumia dawa ya Life, inameng'enya zile sumu na kuziondoa. Inasafisha damu yako, inakuwa ni safi. Kwa hiyo itumie ili uweze kuondoa sumu mwilini mwako. Na pia faida nyingine ambayo unaipata kwa Life ni kwamba inasaidia mwili wako upate kuwa na kinga ya hali ya juu, super protection. Ukitumia hautapata magonjwa mbalimbali kama malaria, typhoid, malaria ya vimelea, au utaweza kuyapata. Kuna wagonjwa wa kisukari, wagonjwa wa blood pressure, shinikizo la damu. Mara nyingi mgonjwa wa kisukari, pale sukari inapokuwa inapanda, mara nyingi anapata tabu sana, anahangaika. Labda tuseme imekwenda mpaka 10 au 20, mara nyingi wengi atakwenda kulazwa, atakuwa iko oi sana. Pressure inapopanda, wengine kama ana vidonge, ni kwamba anahangaika mno, na ikiwezekana wengine ataanza kupata hata kifo. Lakini vipi ukiwa umetumia dawa ya Life ukiwa na magonjwa hayo? Ni kwamba na kuhakikishia, ni hata sukari yako ipande mpaka ngapi, au pressure yako ipande mpaka ngapi, mwili wako unabaki ukiwa na nguvu yake yenyewe, au pati usumbufu. Kwa sababu kuna wengine ambao ni kwamba sukari inapopanda lazima akalazwe, ili kwamba ikiwe drip za kushusha sukari. Lakini baada ya kuanza kutumia dawa ya Life, hata ifike ngapi, hilo tatizo alitokei. Hata nikitoa ushahidi hata kwangu mwenyewe, nina sukari ya kurisi ambayo bado sijaamua kuitibu, kwa sababu bado nataka nifanye majaribio ya madhara yanayotokana na kisukari. Lakini ni kwamba tangia mwaka jana mwezi wa Aprili nilipogundua kwamba na kisukari, nikiwa naendelea kutumia dawa ya Life, sukari yangu tangia wakati huo mpaka leo haijawahi kushuka chini ya 25. Inakutoka 25 mpaka 38. Lakini kwamba nafanya shughuli zangu, nasafiri na gari hata kwenda nchi za nje kama Zambia, Namibia, mikoa mbalimbali bila ya matatizo. Kwa hiyo ninachotaka kushauri kwa wagonjwa wa kisukari, pressure, tumia dawa hii. Utakuta kwamba utapata ukilaba hii sukari kwa inapanda au pressure inapanda, lakini unakuta mwili wako unabaki ukiwa na nguvu zake zenyewe. Kwa hiyo ni kwamba hautazurika, hautafanya nini, lakini kwamba utakuta itakusaidia kukubakizia na nguvu zako ambazo unatakiwa uzitumie kufanya mambo yako ya kila siku. Kipindi hiki cha Mahakama ya Mungu wa Kweli Yehova kupitia Biblia kinaletwa kwenu kwa udhamini wa kampuni ya JKBRS International, kampuni inayoshughulikia afya njema ya watu, ya kimwili na ya kiakili.